kumaliza mwaka wa 2025, lakini kuombea mwaka wa 2026 na mipango binafsi. Neno kuu linalotuongoza katika mafungo ya mwaka huu ni how shall this be? Litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Na hili ni neno alilosema Mama Bikira Maria. How shall this be? Litakuwaje neno hili? Wakati alipokuwa anahojiana na malaika aliyemwambia utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume, na Mariamu akasema litakuwaje neno hili, maana sijui mume. How shall this be? Katika kitabu cha Luka ule mlango wa kwanza mstari wa 34b. Luka 1:34b. How shall this be? Litakuwaje neno hili? Mada ambayo inatuongoza katika mafungo haya ni from how to who. From how to who. Na tunaangalia juu ya inawezekana. Neno hili inawezekana katika maisha ya kwako. Mabibi na mabwana, somo la leo ambalo linatuongoza ni kujaliwa kuwa. Kujaliwa kuwa. Kujaliwa kuwa. God at work. God at work in bracket. Na neno la Mungu ambalo litatuongoza hapa, tuna nukuu tatu. Nukuu ya kwanza katika kitabu cha Samueli wa pili ule mlango wa 7 mstari wa 16 mpaka wa 18. Samueli wa pili mlango wa 7 mstari wa 16 mpaka wa 18. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen. Na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Naomba nirudie maneno ambayo Mungu alimwambia Daudi baada ya kuzuiliwa kuwa, na Mungu alipomjalia kuwa alimtamkia maneno haya: na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, na kiti chako kitafanywa imara milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote ndivyo Nathan alivyonena na Daudi. Ndipo Daudi mfalme akaingia, akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani Bwana Mungu? Mimi ni nani Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini hata umenitendea haya? Nitarudia tena. Daudi akaingia, ndipo mfalme Daudi akaingia, akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini hata umenileta hata hapa? Hata umenileta hata hapa. Zaburi, nukuu yetu ya pili ni Zaburi ya 118 mstari wa 13. Zaburi ya 118 mstari wa 13. Biblia inasema, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Na kitabu cha Luka ule mlango wa kwanza mstari wa 32. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 32, Biblia inasema hivi: huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake, na huyu anayetamkwa hapo ni Yesu Kristo. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwokozi, mfalme wa amani, wewe ni Mungu okoaye. Natazama njia za kutoka mautini zina wewe, mfalme wa amani. Ninakuomba na kukusihi wabariki watoto wako hawa ambao unalituma neno lako asubuhi ya leo katika maisha yao.
Ninamuombea kila mmoja aliyeko hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote. Bwana Mungu wa majeshi, uwabariki watu wako daima. Asante maana utasema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu, wala usiseme nasi kwa lugha ya kigeni, lakini sema nasi tukusikie, Mungu wa kweli na Mungu wa pekee. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. How shall this be? Mabibi na mabwana, katika siku hii ya 10 ya mafungo yetu ambayo tunashiriki na mataifa zaidi ya 180 duniani kote katika mafungo haya ya mwaka huu, tunalo neno kuu ambalo nimesema how shall this be, litakuwaje neno hili, lakini tunayo mada inayotuongoza from how to who, na tunaangalia juu ya neema ya Mungu inayotuwezesha katika kutafakari inawezekana. Na somo la leo ni kujaliwa kuwa, God at work, au ya Mungu yupo kazini kwa ajili ya maisha yako. Unaweza ukakata tamaa ukafikiri kwamba hapo ulipofikia ni mwisho, lakini hata kabla sijafundisha asubuhi ya leo, acha nikuambie, katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, bado maisha yako yana nafasi, na bado mpango wako una nafasi, kwa kuwa bado Mungu yupo kazini. God at work. Mungu yupo kazini. Na hata wanaokucheka, wanaokubenza, wanaofikiri kwamba ndio umeachwa, ndio umeachika, ndio umeisha, ndio umefulia, ndio umeaibika, lakini wajue tu ya kwamba Mungu yupo kazini. Tumsifu Yesu Kristo. God at work. Mabibi na mabwana, jana nilizungumza kirefu kidogo juu ya kuzuiliwa kuwa na namna ambavyo Sauli alitumia nguvu kubwa ya kumzuilia Daudi asiwe mfalme. Na tutaangalia sana hii mada na falsafa ya kuzuiliwa kuwa na kujaliwa kuwa, na tutakuwa na characters mbalimbali katika Biblia, na kila mmoja ana namna yake, namna alivyozuiliwa kuwa na namna alivyojaliwa kuwa. Sasa ninataka kuangalia mambo machache asubuhi ya leo. Tuna hoja nyingi hapa na mawazo kadhaa. Mabibi na mabwana, tumenukuu katika maandiko matatu, na tumenukuu kutoka Samueli wa kwanza ule mlango wa 7 mstari wa 16 mpaka wa 18. Ni wakati nabii Nathan alipotumwa na Mungu kuja kumtabiria Daudi habari ya ufalme baada ya Daudi kujaliwa kuwa, baada ya msukosuko mkubwa, vita vingi, maisha ya kwenye mapango, maisha ya ukimbizi, maisha ya vifungo, maisha ya kukataliwa, maisha ya kufulia, maisha ya aibu, maisha ya kupishana na kifo kwa sentimita kadhaa na kwa milimita kadhaa. Lakini baada ya hapo Mungu alimjalia kuwa. Ndipo Nathan akaenda akamwambia maneno yale ambayo nimesoma, na nataka nirudie ule mstari wa 16. Biblia inasema hivi katika ule mstari wa 16, na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, na kiti chako kitafanywa imara milele. Kiti chako kitafanywa imara, si kwa kipindi cha miaka mitano, si kwa kipindi cha miaka 10, si kwa umri wa maisha ya kwako kwamba umekuwa mfalme ukisha kufa enough is enough. Hapana, kiti cha enzi cha Daudi ni cha milele, ni cha milele. Na katika kitabu cha Luka ule mlango wa kwanza mstari wa 32 ndipo inapothibitishwa malaika anapokuja kwa Mariamu, pale ambako Mariamu anasema how shall this be, ni pale ambako Biblia inasema malaika akamwambia Mariamu, huyo Yesu utakayemzaa atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Na kwa kuwa Yesu amechukua kiti cha enzi cha Daudi baba yake, na yeye ameketi kwenye kiti cha enzi milele, kwa hiyo andiko na unabii ambao Mungu alimtamkia Daudi haujawahi kupotea. Na nataka nikuhakikishie
usidharau neno la Mungu linalokuja kwako kama neno la unabii ama neno la kifalme. Ukiona neno la Mungu limekuja kwako, uwe na hakika ni neno la baraka. Baada ya Daudi kupita kwenye hau nyingi, akitafutwa na Sauli, akitafutwa na mkuki wa Sauli, Sauli akitumia nguvu kubwa ya watu zaidi ya majemedari wapiganaji 1000 kumzuia kijana mdogo tu kuwa mfalme, Daudi alifanikiwa na Mungu akamjalia kuwa. Sasa naomba tuangalie hoja za msingi asubuhi ya leo. Hoja za kifalsafa na kitheolojia. Hoja za kifalsafa na kitheolojia. Moja. Na hii ni hoja kubwa sana. Wakati watu wanatumia nguvu kubwa ya kukuzuilia kuwa, Mungu atakujalia kuwa. Yaani wakati watu wanatumia nguvu kubwa ya kukuzuilia kuwa, Mungu atakujalia kuwa. Wanaweza kutumia nguvu kubwa ya kiuchawi, wanaweza kutumia nguvu kubwa ya kimamlaka na madaraka, wanaweza kutumia nguvu kubwa ya fitina na chuki. Na kwa sasa ulimwengu tunaoishi leo, kimsingi nguvu kubwa inayotumika ni ya fitina na chuki. Fitina na chuki ndio nguvu kubwa sana inayotumika kwa sasa. Lakini wakati watu wanatumia nguvu kubwa ya kukuzuilia kuwa, Mungu atakujalia kuwa. Na mimi nataka nikuhakikishie, waache waroge, waache wafitini, waache waharibu, waache wafanye kila kitu, waache wakuchafulie na jina lako as much as they can, namna ambavyo wanaweza. Lakini kile ambacho ninakifahamu ni kwamba wakati watu wanatumia nguvu kubwa ya kukuzuilia, Mungu atakujalia kuwa. Sawa sawa na Zaburi ya 118 mstari wa 13. Zaburi ya 118 mstari wa 13, ambayo pia ni maneno ya Daudi. Anasema, ulinisukuma sana. Ulinisukuma sana. Sio kusukumwa kidogo. Unajua kuna mtu anaweza akakupushi, yani hivi. Kuna kusukumwa sana. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Oh my God, oh my God. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, waliokusukuma sana uanguke kwenye biashara, waliokusukuma sana uanguke kwenye position na nafasi yako, waliokusukuma sana uanguke kiuchumi na kifedha, waliokusukuma sana uanguke kwenye karama na kipawa na huduma, mkono wa Bwana utakusaidia. Oh my God, oh my God. Waliosukuma watoto wako wakose ada, waliokusukuma ili uharibikiwe na maisha yako yaharibikiwe, ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia kwamba mkono wa Bwana utakusaidia. Hao ni wanadamu wanaokusukuma sana, lakini Mungu atakutengemeza. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema, nimewahi kusukumwa sana? Oh my God, myself, mimi binafsi nimewahi kusukumwa sana na wanadamu, lakini Bwana amenitengemeza. Na leo ni mhubiri wa asubuhi ya leo, ni mkono wa Bwana utakao kusaidia. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia mkono wa Bwana ukusaidie kwenye biashara ya kwako, mkono wa Bwana ukushike kwenye kazi zako, mkono wa... Wako wapi watu wachache wanaosema, mkono wa Bwana utanisaidia kwa watoto wangu, mkono wa Bwana utakusaidia katika familia yako, mkono wa Bwana ukusaidie katika karisma na huduma na kipawa na neema, mkono wa Bwana. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema, mkono wa Bwana utanisaidia kwenye mahali ambako Mungu anataka niende, mkono wa Bwana utanisaidia. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ule mkono wa Bwana uliomsaidia Daudi akaweza. Oh my God, oh my God, oh my God. Aliyesukumwa na Sauli, akasukumwa na watu, mkono wa Bwana ukamsaidia, na huo mkono wa Bwana ukusaidia asubuhi ya leo. Wako wapi watu wachache wanaosema, ni huo mkono wa Bwana unaonisaidia? Usifurahi sana adui yangu, tena umenisukuma sana, lakini mkono wa Bwana umenisaidia. Wako wapi wanawake wachache hapa wanaosema, ni mkono wa Bwana umenisaidia? Kwa watoto hawa, ni mkono wa Bwana umenisaidia. Katika nyumba hii niliyoolewa, ni mkono wa Bwana wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema ni mkono? Wako wapi wanawake mashujaa
Wako wapi wanaume mashujaa wanaosema ni mkono wa Bwana unaonitetea? Wako wapi watu wachache wanaosema ninatetewa na mkono wa Bwana? Halafu mpigie Jehova makofi ya shangwe. Nisaidie kumtikisa jirani yako kwenye bega, mwambie ni mkono wa Bwana umenisaidia. Ukiniona nimevaa hivi, ni mkono wa Bwana umenisaidia. Ukiniona nimepaki gari nje, ni mkono wa Bwana umenisaidia. Ukiniona nimebaki kwenye maisha yangu sijawa kichaa, ni mkono wa Bwana umenisaidia. Ukiniona sijafa, ni mkono wa Bwana umenisaidia. Ukiniona nimechomoka kwenye fitina ya watu, ayayayayaya, ni mkono wa Bwana umenisaidia. Piga vigelegele na makofi ya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Ni mkono wa Bwana, ni mkono wa Bwana umekusaidia. You are not alone. Hauko peke yako, lakini ni mkono wa Bwana umenisaidia. Hata mhubiri wa asubuhi ya leo, wanadamu walishanitupa nje, lakini ni mkono wa Bwana umenisaidia. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe, sema haleluya. Jesus, Jesus. Nataka niseme mkono wa Bwana utakusaidia kwenye jumla ya maisha yako yote. Mkono wa Bwana utakusaidia. Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Hebu naomba ukae. Ile roho sasa ya ibada inaanza kurudi. Trauma zimeanza kuwatoka. Jipigie makofi, trauma imeanza kukuachia. I can see your face. Naona lile roho la huzuni na mauti linaanza kukuachia. Unapona bila shaka. Paka ikifika Ijumaa wewe hujambo. Punga mkono wako pamoja nami, haleluya. Sauli alitumia nguvu kubwa ya kuzuilia Daudi kuwa mfalme, lakini Mungu alimjalia kuwa mfalme wa pili wa Israeli. Nitarudia. Sauli alitumia nguvu kubwa ya kumzuilia Daudi kuwa mfalme, lakini Mungu alimjalia kuwa mfalme wa pili wa Israeli. Na mimi nimetangaza waziwazi, waliotumia nguvu kubwa kukuzuia, hao watakuona Mungu akijalia kuwa. Yani walitumia nguvu kubwa ya kukuzuilia kuwa kwenye position yoyote, kwenye hali yoyote, kwenye neema yoyote, kwenye baraka yoyote, kwenye maisha yoyote, kwenye anwani yoyote, kwenye address yoyote. Wale waliotumia nguvu kubwa ya kukuzuilia kuwa, watamuona Mungu wako akikujalia kuwa. Na utanisaidia tu kuandikia pale ya kwamba hapa ni Mungu amenijalia kuwa. Oh my God, oh my God, oh my God. Na sisi wengine ni wale tuliojaliwa na Mungu kuwa. Vinginevyo tungeshakuwa jalalani tunaokota makaratasi, namna tulivyovurugwa na kuchanganywa. Ulinisukuma sana nianguke adui yangu, lakini Mungu akanitengemeza na kunisaidia. Utatetewa na kusaidiwa na mbingu. Mwanadamu hata kuweza mtu. Na mimi ninakuombea asubuhi ya leo. Bwana Mungu alimwambia Yoshua, kama nilivyokuwa na Musa mtumishi wangu, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Nami nitaanza kukutukuza tangu leo. Nami ninakutuma Joshua, siku zote za maisha yako hakuna mtu atakayesimama mbele yako, na huyo mtu ni wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Wakiitwa 10,000, wakiitwa mamilioni ya watu, Mungu atakuchagua wewe. Wakiitwa na malaki ya watu, Mungu atakuchagua wewe. Wakiitwa mamia ya watu, Mungu atakuchagua wewe. Wakiitwa na makumi na watu watatu, Mungu atakuchagua wewe. Mungu wa Joshua na awe Mungu wako. Sema amina kwa hicho kibali cha Joshua. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Hoja ya pili nasema hivi: ukitaka nafasi, kataa kisasi. Ukitaka nafasi, kataa kisasi. Kama unataka nafasi ya kibiashara, nataka nafasi ya kihuduma, nataka nafasi ya karama, nataka nafasi ya kuwa star kwenye tathnia ya sanaa, unataka nafasi ya kuwa star kwenye michezo,
unataka kuwa na nafasi, unataka kupata nafasi katika huduma ya neno la Mungu, kama mchungaji, kama mwalimu, kama kuhani, kama mhubiri, kama muimbaji, kama muombaji, kama unataka nafasi, ukitaka nafasi, kataa kisasi. Mfalme Daudi alikataa kisasi na akapata nafasi ya kiti cha enzi cha milele, nafasi kwenye mioyo na nafasi kwenye mioyo ya watu. Milele. Narudia hilo neno, milele. Na watu wanapata nafasi siku 2-3 zinaisha. Nitarudia. Naomba unisikilize vizuri sana. Mfalme Daudi alikataa kisasi na akapata nafasi ya kiti cha enzi cha milele na nafasi kwenye mioyo ya watu milele. Hapa pana mambo mawili Daudi alipata. Nafasi ya kiti, position ya kiti cha ufalme, lakini akapata nafasi katika mioyo ya watu. Na nitazungumzia hiyo ya kupata nafasi ya kiti na kupata nafasi ya mioyo. Kupata nafasi kwenye mioyo ya watu ni muhimu sana. Huduma, karama, kipawa, cheo, uongozi, biashara, sanaa na michezo. Lazima kupata nafasi ya kiti na nafasi kwenye mioyo ya watu. Nitarudia tena. Huduma, karama, kipawa, cheo, uongozi, madaraka ningesema, biashara, sanaa na michezo. Lazima kupata nafasi ya kiti na nafasi kwenye mioyo ya watu. Nitarudia, nitasema kwa uchache hapa. Katika utume wa kichungaji, Paulo alikuwa na nafasi ya utume, yani kiti cha Yesu. Tunajua juu ya ofisi 5 za Yesu: uchungaji, ualimu, utume, uinjilisti. Ofisi 5 za Yesu na unabii. Na katika ofisi ambayo kiti cha ofisi kilimtuma Paulo ni kuwa mtume, na akatumwa alipokuwa anaitwa Sauli, anaenda Dameski kuua watu, amelitaabisha kanisa. Na ndipo Yesu alipokutana naye kwa miali ya moto, akamwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Mimi ndiye Yesu unayeniudhi. Asa Paulo mtume anasema katika kitabu cha Wakorintho, ule mlango, Wakorintho wa pili, ule mlango wa 7 mstari wa 2. Wakorintho wa pili, ule mlango wa 7 mstari wa 2. Biblia inasema, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hilo tu. Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hatukumdhulumu mtu yoyote, wala kumharibu mtu, wala kumkarakia mtu. Kumkarakia mtu ni kutake advantage. Okay, nataka kuzungumza ile sentence pale, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Katika utume wa kichungaji, tukitumwa na kiti katika utume wetu, lazima tutafute nafasi katika mioyo ya watu ili kutumika katika utume tuliotumwa na Mungu. Paulo aliteuliwa, alitumwa na ofisi ya Kristo mwenyewe, akamtuma aende kuwa mtume. Ni kiti kimemtuma na ni kiti cha Yesu mwenyewe. Lakini alipokuwa anatoka pale, alilazimika kuomba na kutafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Na nitakuambia kidogo kwa nini Paulo mtume
akatumia jitihada hii, kwa sababu alikosea jamii, aliua, alitaabisha kanisa, alifanya mambo mabaya. Ni miongoni mwa watu waliotumika na roho ya mpinga Kristo katika maisha yake. Na Biblia inasema wakati Yesu anamuita, anamtuma aliendee kanisa ambalo watu wote wanajua Paulo, au wanamjua Sauli ndiye mtaabishaji wetu. Na hata alipokutana na Yesu njiani, alikuwa akienda kutimiza hayo mauaji ya kuharibu na kuleta persecution ya kanisa la kwanza, persecution ya early church. Na anapoitwa, kitu cha kwanza anajua, nimepata nafasi ya kiti cha utume kwenda kuwatumikia hawa watu. Lakini haitoshi kwenda kwa sababu Yesu amekutana na mimi barabarani peke yake. Lazima niombe nafasi kwenye mioyo ya watu. And this is the mistake ambazo wakati mwingine tunafanya kwenye utume wetu wa kichungaji. Utume wa kichungaji. Wapendwa, katika utume wa kichungaji, tukitumwa na kiti katika utume wetu, ni lazima tutafute nafasi katika mioyo ya watu. Inawezekana kweli, inawezekana kama Paulo alifanya makosa kabla, lakini baada ya makosa lazima kutafuta na kuomba nafasi katika mioyo ya watu. Maaskofu wa Roman Catholic huwa wanatumwa na papa. Ni kiti cha papa kinamtuma askofu kwenda kwenye utume wa diocese, wa jimbo, popote ambako anatumwa na kiti cha papa. Lakini akitumwa na kiti, akaamini kiti peke yake, kwa sababu amepata nafasi ya kiti cha papa kwenye uteuzi, asipotafuta nafasi kwenye mioyo ya watu katika utume wake, hawezi kufanya utume. Watheolojia wenzangu na wachungaji wenzangu na mapadri wenzangu wanafahamu, ili utume wetu uwe utume. Nikija hapa kwa sababu nimetumwa na kiti cha askofu, nikapangwa katika usharika huu wa Kijitonyama, nikaja hapa najivunia kiti cha askofu peke yake, ni kweli ni nafasi, ninaandikiwa barua na askofu, nimepangwa usharika wa Kijitonyama. Lakini kama sitakuwa na nafasi ya kumuomba Mungu pamoja na nafasi ya kiti, nipate nafasi katika mioyo ya watu, nothing done. Manake ni ninyi mtakaotoa sadaka za kuendeleza usharika huu, na sio barua ya askofu iliyoniweka hapa. Are we together? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Ni lazima nipate nafasi kwenye mioyo ya washarika hawa. Nikiwaambia tunajenga maadili hostel hawa 1,500,000 mtu mmoja, kupata nafasi katika mioyo ya watu. Na hauwezi kufanya chochote katika utume wa kichungaji kama hujapata nafasi katika mioyo ya watu. Huo ni utume wa kichungaji. Nazungumza katika falsafa pana sana leo. Wachache nitawaacha, wengine nitakwenda nao. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Yeah, I know myself. Huo ni utume wa kichungaji, na mapadri wenzangu wanajua, na wachungaji wanafahamu. Si kiti cha waskofu peke yake, lakini na nafasi katika mioyo ya watu. Wafanya biashara, usitafute nafasi ya soko kwa bidhaa zako tu, ila tafuta na nafasi ya biashara yako katika mioyo ya watu. Kwa nini wafanya biashara wana collapse? Kwa nini makampuni yanafilisika? Ni kwa sababu anaweza kufikiri ana leseni na ana bidhaa na ana mashine za viwanda na anapambana sokoni kuhakikisha kwamba atabaki sokoni na rabsha za masoko. Lakini kama huyo mfanyabiashara hakutapata nafasi kwenye mioyo ya watu, hiyo biashara yake tunaihesabia siku kadhaa na haitakuwepo, haitaisha. Nitarudia tena. Wafanyabiashara, usitafute nafasi ya soko kwa bidhaa zako tu, ila tafuta na nafasi ya biashara yako katika mioyo ya watu. Na hata katika leseni za kibiashara na maelekezo ya kibiashara,
Kuna mahali unaambiwa faida yako unapowekeza katika nchi, katika jamii, katika kijiji, basi urudishe fadhila, usababishe wale wanakijiji wanufaike na hicho kiwanda kilichoko kwenye eneo lao. Kama ni mtaa, angalau utengeneze hata barabara. Weka biashara yako kwenye mioyo ya watu. Pata nafasi. Si tu kwamba umepata nafasi ya leseni, umepata nafasi ya LATRA, umepata nafasi sijui ya nini, umepata nafasi ya TRA, umepata nafasi, una mavyeti umeweka hapo ukutani. Usipopata nafasi ya wale watu ambao umewekeza hiyo plant, hicho kiwanda, kikawa cha wanakijiji, woi unajihangaisha. Unajihangaisha. Kuna watu ambao hata Yesu alikuwa anapita Yerusalemu. Watu wakaenda wakamwambia Yesu, anastahili huyu mtu kufanyiwa jambo hili. Maana kwanza anaipenda nchi yetu, moja. Mbili, alitujengea sinagogi. Yule alikuwa ni mtawala wa Kirumi aliyefiwa na mtoto wake Yairo. Akamwambia anastahili kutendewa jambo hili kwa sababu ana nafasi kwenye mioyo yetu. Yesu akabidi airishe mambo yote, akaenda kumfufua yule mtoto wa yule bwana Mrumi. Lakini alikuwa amejua kuwa Mrumi mwekezaji kwenye nchi hii, kuwatawala hawa watu, lazima nipate nafasi kwenye mioyo yao. Akawajengea sinagogi. Sasa mabibi na mabwana, makosa ninayoyaona kwa wafanyabiashara wengi na wawekezaji wengi, hawana nafasi kwenye mioyo ya wateja wao. Wanajitahidi, ndio pale naposema tupeni nafasi katika mioyo yenu. Hatukumdhulumu mtu. Usidhulumu mtu. Usikae mahali unadhulumu watu. Unawekeza mahali wasaidie watu, upate nafasi na biashara yako ipate nafasi katika mioyo ya watu. Wapendwa, tuzungumze tu kwa kirafiki, friendly. Ninyi mnafahamu habari za hayati Mheshimiwa Dr. Reginald Mengi. Miongoni mwa wafanyabiashara ambao unaweza ukazungumza leo, waliwekeza mahali. Waliwekeza kwenye Mengi alikuwa na viwanda vingi tu, mpaka leo vipo, siyo hiki, siyo kile. Lakini nataka nikuhakikishie, yule baba alijua, alipata nafasi ya kuwekeza na nafasi ya biashara, lakini alitafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Ndio mfanyabiashara aliyekufa akaliliwa, utafikiri ni kiongozi wa kitaifa au mtu ambaye ana madaraka au mamlaka. Mimi niliona machozi sijawahi ona. Niliona watu wakilia. Kwa nini? Alikuwa anasaidia wakina mama vikoba, alikuwa anawasaidia sijui wale watu wenye wanaishi na ulemavu, anakutana nao. Yani mimi kuna mchungaji mmoja alilia mpaka kazimia. Nikamwambia nini? Wakati wa msiba wa Mengi. Akaniambia, mchungaji, tulikuwa tuna deni kwenye usharika wetu, na tulikuwa tunauziwa jengo letu ambalo tulikuwa tumelichukulia mkopo. Na akawepo tu kwenye mkoa wetu, asubuhi akawa anafanya mazoezi, akapita, ametoka jimu, akapita ofisini kwangu, akasema, nimefika hapa mchungaji, nataka nikusalimie, lakini pia nimesema leo niwaletee chai. Huyo ni Mengi. Nataka mnywe chai. Alafu mnywe chai leo. Mimi naomba leo niwape chai. Lakini pia nataka kujua mna changamoto gani hapa. Yule mchungaji akamwambia, tuna rejesho limetukaba kooni milioni 500 na hatuna pa kuzileta. Akaita gari yake hivi. Akamwita dereva, akasaini cheki on the right time, akamkabidhi mchungaji. Sasa ghafla mchungaji anasikia Mengi amekufa. Mchungaji naye akazimia. Fanya mchezo nini? Kuwepo kwenye mioyo ya watu. Si unapata nafasi ya kuwa bilionea, unapata nafasi ya kuwa tajiri, unapata nafasi ya kuwa na uwezo, lakini hauna nafasi kwenye mioyo ya watu. Nothing done. Nakwambia, utakasirisha watu tu. Watakasirika, hata wakikuona watakuchukia. Kwa sababu una nafasi, lakini hauna nafasi katika mioyo yao. Una nafasi katika uwekezaji wako na utajiri wako. Hivyo, na wanaweza kukuita majina yote wanayoweza kukuita, wakihamua watu. Lakini Mengi alikufa. Jeneza linazuiliwa.
Alipandishwa barabarani huko Dar es Salaam, hakuna mahali anapita. Huyu si mzaliwa wa hapa, ni Mchaga. Lakini amekuja hapa kufanya biashara. Hii Dar es Salaam yote ilivurujika. Tanzania yote ilivurujika kwa machozi. Watu wanalia kwa sababu ana nafasi kwenye mioyo ya watu. Amepelekwa huko kwao Machame, gari haitoki hapa na pale. Wanawake wanatoka huko Mgombani, haujui walikotokea. Aliyetokea kwenye alikiwa anafagia samadi, aliyetoka na mwiko, yani vurugu tu ili mradi. Wanakuja wanaanguka barabarani, wanajilaza, wanazuia gari isiende. Wanakilio, ni mfanyabiashara, sio askofu wala sio mchungaji. Ni mfanyabiashara tu huyo hapa. Mfanyabiashara tu. Alikuwa na nafasi kama bilionea kwenye nchi hizi maskini za Afrika. Lakini alitafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Na ana heshima. Na biashara zake zimebaki na zinaendelea. Na najua zitaenda sana na bado zipo sana. Piga makofi mengi yanaeleweka. Haleluya. Msanii yoyote katika sanaa, usitafute nafasi kwenye tasnia ya soko la sanaa peke yake. Usitafute nafasi. Narudia tena, nazungumza na wasanii wengi tu. Na kama unajua wewe msanii, unisikilize sawa sawa. Msanii usitafute nafasi kwenye tasnia ya soko la sanaa peke yake, ila tafuta na nafasi katika mioyo ya watu. Nimesema kuna mambo mawili. Kutafuta nafasi kwenye kiti position, lakini kubwa kuliko yote ni kutafuta nafasi katika mioyo ya watu. Sasa kuna wasanii wengi tu mbalimbali katika tasnia ya sanaa. Wanaweza kuhangaika na vurugu ya soko. Na kwenye soko kuna vurugu nyingi sana. Lakini pia katika soko la kibiashara, sokoni kuna vurugu nyingi sana katika soko la biashara. Na soko la tasnia ya sanaa, vurugu ni nyingi kawaida kabisa. Lakini katika nafasi ambayo Mungu anakupa katika sanaa, lazima upate na nafasi katika mioyo ya watu, ili sanaa yako iwe ya kivizazi. Wapendwa, mimi najiulizaga, kijana mdogo alikufa na umri mdogo. Sijakumbuka hata, sikuweza hata kugugo niangalie hayati Stephen Kanumba alikufa na umri gani. I don't know. Sikumbuki vizuri alikufa na umri gani. Nafikiri baadaye nitaangalia. Alikuwa kijana mdogo, hajaoa, hana hata mtoto. Lakini mimi kwenye television zinazoziangalia, hakuna siku ambayo sionagi picha ya Stephen Kanumba huko kwenye matelevisions. Mara nyingi kwenye mitandao. Huyo dogo amekufa. Siku ya kuaga hapa wakazi wa Dar es Salaam, jeneza lake lililetwa, ikabidi polisi waingilie kati, jamani hapa hatutaweza kuaga. Ni kijana mdogo tu. Si mwanasiasa, sio kiongozi, sio askofu, wala si mchungaji, wala si mhubiri. Sanaa tu ya tasnia. Filamu. Kanumba, Stephen Kanumba. Najiulizaga mpaka leo. Nasema huyu mtoto alikufa na umri huu. Kama Mungu angempa umri wa miaka kadhaa, angalia, handsome boy mpaka leo. Na sifahamu hata aliishi kwa umri gani, itakwenda kuangalia baadaye. Lakini haishi mpaka leo na mchungaji Kimaro. Nimebreak, ninamhubiri. Can you imagine? Angalia sana namna unavyoenenda. Paulo akasema, tupeni nafasi katika mioyo yenu. Life is really, be really, no makeups. No makeups. Kwa nini watu wanashindwa kubaki na kupata nafasi kwenye mioyo ya watu? Ni hiyo fake life. Watu wanaoishi fake life. Unajua tu hiki ni fake, unacho. Hiki ni fake, unacho. Hiki ni fake, unacho. Fake life ni mbaya kwenye maisha ya watu walio wengi. Life is really no makeups. Life is really, be really, no makeups. Usijaribu kufanya makeup. Usijaribu kupaka rangi ya sadolin. Hata life is really. Kwenye sanaa, life is really. Kwenye huduma ya utume wa kichungaji, life is really no makeup. Usijaribu kutengeneza makeup.
Na watu hawatakubaliana na makeup kwa sababu wanajua life is really, be really. Katika utumi wa kichungaji, katika biashara, katika tathnia ya sanaa. Nimeongea katika mambo haya matatu. Katika utumi wa kichungaji, katika biashara, na katika sanaa. Life is really, be really, no makeup. Hizo nyingine nimewaachia ninyi kwenye discussion zenu. Simama.